kusaidia watu wasiojiweza kama alichokifanya leo Diamond. Yes. Hasikika. Na ndio maana katika Uislamu kuna kitu kinaitwa zakatul fitri. Zakatul fitri ni sehemu ya mali anayotakiwa kutoa Muislamu ambaye amethibitikiwa na mwezi wa Ramadhani na ikamkuta sikukuu ya Idi akiwa hai. Hata kama ni mtoto wa siku moja, kwamba mtoto kazaliwa ndani ya mchana wa mwezi wa Ramadhani alafu jioni yake ukaandama mwezi wa Shawwal, huyo anathibitika kuwa atolewe zakatul fitri. Naam. Kwenye uwezo au ni lazima? Zakatul fitri ni jambo la lazima kwa kila ambaye ana chakula kinachomtosheleza kula siku ya sikukuu. Ukiona una chakula kinachokutosheleza kula siku ya sikukuu, ndio, alafu kinabaki cha ziada, hicho cha ziada ndio unatakiwa utoe zakatul fitri, au watolee na wale wanaokuzunguka ambao wako chini ya himaya yako, unaowalisha na kuwavisha na kuwalaza, kwa maana ile miliki ya mkono wako, wale nao natakiwa kuwatolea zakatul fitri. Sawa bwana. Leo Diamond wakati anafanya shughuli yake, kwanza nataka tugusie tu. Aliulizwa na wanahabari kwamba baada ya iftari yake ile kumrekebisha kwamba kuna tofauti kati ya kufuturisha na kulisha watu chakula. Akasema yeye anafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini pia hajali, na kwa sababu yupo karibu na Mungu, sasa hivi ni mwaka wa 3 anasali, kwa hiyo hana shida. Kwa namna ambavyo alivyosema vile, watu wamesema hivi Diamond amekujibu kwa kusema kwamba yeye wala hajali, anafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na hafanyi kwa sababu ya mtu yeyote yule. Namna ambavyo watu wanatafsiri kwamba Diamond amekujibu, ni sawa amekujibu? Kwanza Diamond hawezi kunijibu mimi kwa sababu mimi nilipokuwa nazungumzia iftari kwa mara ya kwanza, kwa maana nilipokuwa nikitoa maelezo, nilizungumzia watu wenye uwezo na makusudio ya iftari kwa watu wenye uwezo, kwamba katika Uislamu kuna bora na bora zaidi. Katika maisha ya mwanadamu lazima hayo mawili uliyatambue. Kuna kufanya kitu bora na kuna kufanya kitu bora zaidi. Lakini pia nilijaribu kutoa ufafanuzi wa kina sana kwenye swala hili katika interviews zilizofuata, inaweza kuwa si ya kwenu na watu wengine. Nilijaribu kusema kwamba kwa kawaida unapofuturisha, anayefuturishwa ni yule aliyefunga. Na sharti lake hapa anatakiwa awe Muislamu aliyefunga, huyu ndo anafuturishwa. Ambaye si Muislamu, unapomkaribisha chakula ndani ya mwezi wa Ramadhani, unakuwa hujamfuturisha, bali utakuwa umemwalika chakula kama chakula kingine. Kwa maana utakuwa umetoa sadaka ya chakula na sio kumfuturisha kupata thawabu za kufunga. Utapata thawabu za kumlisha chakula, utakuwa hukupata thawabu za kumfungulisha mtu aliyefunga, kwa sababu hizo ni thawabu mbili tofauti, au thawabu za aina mbili tofauti. Kwa hiyo nilijaribu kueleza pia kwamba matajiri wengi, mastaa wengi, makampuni mengi yanapofanya iftari, mara nyingi yamekuwa yakitoa iftari kwa watu ambao si wahitaji. Yani uhitaji wao ni mdogo kulinganisha na makusudio ya Mwenyezi Mungu katika iftari. Mwenyezi Mungu alitutaka tufuturu wenye uwezo na wasio uwezo pamoja, ili kutengeneza umoja na mshikamano katika maisha yetu ya kila siku. Niliwahi kutoa mfano mitaa ya Ilala hii, Kariakoo, miaka ya 60, 70 mpaka 80, iftari watu walikuwa wakifuturu nje. Mwezi wa Ramadhani watu walikuwa wakifuturu nje, walipokuwa kiajua mafundisho ya dini ipasavyo. Ilikuwa nyumba 10, 15, 7 mnaozunguka Waislamu eneo lile, mnatandika mikeka nje, mnaweka iftari. Kila mtu aliyepika chake analeta. Aliyepika kunde, aliyepika mbaazi, aliyepika chapati ya maji, aliyepika magimbi, aliyeleta mkate, kila mtu mnakusanya pale. Lengo la kufuturu nje ni kuwasaidia makundi mawili.
Kundi la kwanza ni watu maskini. Katika zile nyumba mnazoishi wako watu uwezo wao ni mdogo. Kwa kuwa wao wanaweza wasipate iftari nzuri, labda ya vitu vinavyonukia, nyama za kukaanga na kadhalika. Kufuturu nje mnakuwa mmewafanya na wao wanaihisi Ramadhani kuwa ni ibada nzuri na wanafeel kufuturu vyakula ambavyo ni vizuri, vyenye thamani. Lakini la pili, mnawasaidia watu ambao ni wapita njia. Kuna baadhi ya watu inamjia adhana katika mihangaiko yake ya kutafuta riziki, yuko eneo ambalo mpaka akifika kwake itamchukua lisali moja baada ya muda wa kufuturu. Kwa kuwa mmefuturu nje, hawa wote wanaopita wataputa muda watakaa pale na watakula, kwa maana watafuturu na nyinyi. Utapata thawabu za kumfutulisha mfungaji ambaye alikuwa anapita njia, hakuwa na uwezo wa kupata futari na yuko mbali na eneo la kufuturu. Lakini iftari ya nje pia ilikuwa inasaidia kuwafanya wasiokuwa Waislamu ambao mnaishi nao katika maeneo yale wanapata muda na wao kupata futari ile, kupata chakula kile maalum, kwa sababu futari ni chakula maalum kinacholiwa ndani ya Ramadhani. Mimi mara kadhaa nimekuwa nikiona mikoa mbalimbali nikitembea. Mwaka juzi nilikuwa Arusha kule, nimeona mwaka jana nilikuwa Komoro, baadhi ya saumu na saumu nyingine nilifunga Dar es Salaam. Lakini kuna kitu nilijifunza. Ukienda Arusha mwezi wa Ramadhani, karibu robo ya wanaofuturu ni Wakristo. Mwezi wa Ramadhani ukienda Arusha, karibu ya watu robo wanaokwenda katika migahawa ya kufuturisha huwa ni Wakristo. Yani wenyewe wana feel comfortable kwa kuwa wanapata fursa ya kufuturu, kula vile vyakula vya Ramadhani ambavyo huwezi kuvipata muda mwingine usiokuwa Ramadhani. Uji wa ngano, uji wa muhogo uliotiwa pilipili manga kidogo, uji wa mchele uliotiwa maziwa kidogo. Vyakula kama hivi huna muda mwingine wa kuvila isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo lengo la iftari ilikuwa ni kuwasaidia jamii inayokuzunguka ambao wanataka msaada. Yuko mwandishi mmoja aliwahi kuniuliza akasema, lakini Bwana Diamond katika iftari yao ya Wasafi aliwaalika na watoto yatima. Nikasema kama kafanya hivyo ni sahihi sana na ndiyo inavyotakiwa, kwa sababu hawa mayatima hawa inaweza kuwa kafanya kitu kikubwa zaidi. Wanaweza kuja pale mayatima 10 tu wakafuturu, basi wakawa bora zaidi kuliko wale watu 600 wenye uwezo, wenye VX, wenye nini waliofuturu na Diamond na kampuni ya Wasafi. Wale 10 tu mayatima, iftari ile inaweza kuwa na malipo makubwa zaidi kuliko kwa wale matajiri ambao wamekwenda kufuturu na yeye pale, hali ya kuwa wao hawana shida, hawana haja, hawahitaji msaada wote. Ndio lengo langu na ndio mafundisho yangu. Kwa hiyo niseme na nirudie tena, hata tunapokwenda kwenye chakula cha Eid al-Fitr kesho, watu wote wenye uwezo wajitahidi watoe zakatul fitri. Na zakatul fitri ya kwanza umtazame mtu katika nyumba au mtaa au eneo unaloishi mwenye uchumi duni, umwezeshe kufanikisha maisha. Kama zakatul fitri yako labda ina watu, let's say ina watu labda 15, inakwenda mpaka pengine 1080, basi nunua mchele. Kama kuna maskini 3 ama 4, nunua mchele pale kilo kadhaa, kama ni kilo 10, nunua kuku wako kama ni 3, 20,20 au 15,15, mchele kilo 5, wapelekee hawa maskini 3. Kiona vitoshi, una uwezo wa kununua kuku mmoja, una uwezo wa kuchukua mchele, toa mchele kilo 2.5 ile ya kwako ya kibaba ambayo unatoa kama zakatul fitri. Ukishamaliza hapo, nenda kachukue kuku, nunua nyama, peleka kwa maskini akale. I feel comfortable. I hisi raha. Siku ya sikukuu ni siku ya furaha, ni siku ambayo maskini wanatakiwa nao watabahari katika furaha, wajihisi kwamba na wao Mwenyezi Mungu amewakumbuka kupitia viumbe wake. Kwa hiyo huo ndo msingi wa kufuturisha. Sasa maelezo haya mimi sitaki kusema kwa Diamond amenijibu mimi, kwa sababu sidhani kama kuna kosa amelifanya na hakuwa na sababu ya kunijibu, japo sijaipitia hiyo interview, nitaipitia kwa kina nisikilize, lakini niseme mimi nimejaribu kueleza. Lakini kama alisema yeye anafanya vitu kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu na hafikiri comment, huo ndo ujasiri na hiyo ndo kanuni. Unapotaka kufanya jambo ukisubiri comment za watu zinasema nini, unaweza usifanye jambo lako. Kwa sababu katika maisha usiangalie watu wanasema nini juu yako, kwa sababu wewe huangalii watu wanafanya nini kwa ajili yako. Kwa huna sababu ya kuangalia watu wanasema nini juu yako.
Cha msingi ni kufanya yale ambayo unaona una faida kwayo. Lakini kama pia alisema ana miaka 3 sasa anaswali swala 5, hilo ni jambo la msingi sana, anaitengeneza akhera yake. Na katika Uislamu kuna mizani brother. Katika Uislamu kuna mizani siku ya kiyama. Watu wote baada ya kufariki na kufufuliwa siku ya kiyama, watu wataingizwa katika mizani. Sio wao wenyewe watapimwa uzito wao. Matendo yao walioyafanya duniani yatapimwa katika mizani. Dhambi zitawekwa mzani wake na mema yatawekwa kwenye mzani wake, kama unavyoona jiwe na ile karai ya kuwekea unga ama mchere. Na kutakakozidi ndiko utakakoangukia. Kukizidi kwenye maasi, mema yakawa machache, utaingia motoni. Kukizidi kwenye mema, maasi yakiwa machache, utaingia peponi. Sasa kama anaswali, anafanya jambo la kheri, na pengine kwa kusema hivyo anawamotivate vijana wa Kiislamu waone kumbe kufuga nywele za rasta hakukuzuii kuswali, kuwa unaimba hakukuzuii kuswali. Ni bora kuwa mtu unafanya mambo yako ya mziki, unafanya mambo yako ya bangi, lakini ukifika muda wa kuswali unaswali. Faasa pengine Mwenyezi Mungu ipo siku atakuongoa jumla na kukupeleka katika khairati, kuliko ukawa Mungu humtaki, maasi unaongeza. Hilo ni tatizo zaidi, kwa sababu hujui nini kitatokea, lini utaondoka duniani, lini utaumaliza mwendo. Okay, sawa. Pia unampa moyo wake kwa hiki ambacho amekifanya siku ya leo, kusaidia watoto yatima zaidi ya 600 na kuwapa bahasha za fedha. Safi sana, amefanya jambo kubwa sana, na ndio Uislamu unavyotaka. Yani ndio maana mimi hata katika interview kadhaa zilizopita nilisema hawa vijana wa Kiislamu ambao ni mastaa, wengi wao wanatazamwa kama role model. Na Waislamu wengi wasokuwa na uwezo na vijana wa Kiislamu na hata vijana wasokuwa wa Kiislamu huwa wanawatazama hawa vijana kama role model wao. Kwa hiyo wajitahidi sana kufanya vitu ambavyo vitafanya watu wengine wawe wamewamotivate katika kufanya mambo ya khairati. Kwa hiyo mimi niseme kama kweli leo wametoa watu 600, wamewapa chakula, wamewapa bahasha, wamewapa furaha, wallahi atakuwa amefanya jambo kubwa la kheri, na inawezekana kwa sadaka hiyo atakuwa amezima maasi na makosa mengi aliyomkosea Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mtume sasa asema mkifanya baya basi fuatilishieni jema, mkiwa mmejiona mmefanya baya fatizieni jema ili kufuta lile baya. Kwa hiyo kuna wakati kutenda kheri kuna kusaidia katika maisha yako. Okay. Sawa. Nataka kuuliza maswali machache leo kwa sababu kesho ni Eid. Sidhani kama kuna vitu vya kukuuliza. Eid bwana. Vijana sisi usiku njoo basi nitembelee, si Ramadhani ishaisha. Niletee chakula cha usiku sijala. Vijana wengi wanafanya mambo ya ajabu siku ya Eid. Vunja jungu wanasema wenyewe. Vipi imekaje kwa vijana kuna vunja jungu? Sio vijana tu. Sio vijana tu. Muislamu yoyote. Sio mtu yoyote. Muislamu yoyote ambaye amekaa katika hukumu na sheria za Kiislamu, ni haram, ni makosa makubwa kufanya madhambi siku ya Eid. Kwa mfano usiku wa kuamkia siku ya Eid na siku zote 3 za mwanzo zaidi ni haram. Ni haram kubwa. Kufanya madhambi siku zote ni haram, ni makosa, lakini kufanya dhambi siku ya Eid ni makosa zaidi. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Muislamu atakayefanya maasi siku ya Eid, mchana wake au usiku wake, ndani ya siku ya Eid akafanya maasi usiku wa siku ya Eid au mchana wa siku ya Eid, basi ni sawa na mtu anayefanya maasi mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Yani Mwenyezi Mungu anahukumu watu pepo na moto, wewe ndio unazini pale. Mwenyezi Mungu anahukumu watu moto na pepo, wewe ndio unaiba pale. Mwenyezi Mungu anahukumu watu pepo na moto, wewe ndio unafanya liwati na mengine kadha wa kadha. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshatufundisha na ametukataza kwa dhati kabisa, kwa kalipio kali, kwamba ni makosa kwa muumini wa Kiislamu, ni makosa kwa Muislamu siku ya Eid kufanya maasi, kwa sababu madhambi yake ni makubwa, sawa na kufanya dhambi siku ya Kiyama au siku ya malipo. Okay. Sawa, tumalize na hili la mwisho. Ungetamani vitu gani hasa
au baada ya Ramadhani kuisha uvione kwa wasanii wakiviendeleza? Si wasanii, ni Waislamu. Maana usiwakamie wasanii tu. Tuzungumzie Waislamu. Mtavyo la pili wasema ondo kioo cha jamii wana influence kubwa sana. Yaani nataka nizungumze na Waislamu. Kila Muislamu ambaye aliyabadilisha maisha yake mwezi wa Ramadhani kwa kutarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuhofu kumkosea Mwenyezi Mungu, yale maisha alikuwa na practice. Sasa anatakiwa kuyafanyia kazi kwa vitendo, tena anatakiwa kuyafanyia kazi kwa uweredi mkubwa. Yaani yale aliyokuwa akiyafanya ndani ya Ramadhani, yale aliyokuwa akiyaishi, maisha aliyokuwa akiyaishi ndani ya Ramadhani, mahali pake ni kupaishi baada ya Ramadhani. Kwa sababu Mwenyezi Mungu yule yule aliyeamrisha saumu ndani ya Ramadhani, ndio Mwenyezi Mungu yule yule aliyeamrisha sara baada ya Ramadhani. Kwa hiyo baada ya Ramadhani watu waswali swala 5, watu wafunge Jumatatu na Alhamisi, watu wafunge zile siku za Lailatul Badri, siku za mwezi 13, 14 na 15, watu watoe sadaka sana, watu walishe maskini sana, watu wafanye mambo ya khairati yote, watembelee wagonjwa, wawe na huruma kwa wenzao, wawatendee wema wasiokuwa Waislamu, wawaalike vyakula wasiokuwa Waislamu. Sio mmewaalika vyakula na maaskofu wakati baada ya wakati wa Ramadhani ikipita hakuna sababu za kualika. Hapana, pata muda mwalike shekhe, askofu, baada ya Ramadhani mwalike aje apate chakula kwako. Fanya hivyo kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Kama unaona mazingira kwako haruhusu, amua kwenda hata hoteli, pikisha chakula sahani 15, 20, 30, agiza watu wakae pale wale mchana mmoja, Ijumaa, Alhamisi au siku nyingine yote unaenda nafaa. Hayo ndiyo maisha ambayo Mwenyezi Mungu anataka tuyaishi. Kimsingi Ramadhani kilikuwa ni chuo, Ramadhani ilikuwa ni darsa ambayo mtu anasomea ufundi. Ukiwa wewe ni fundi mechanics, umekaa miaka 7 katika ofisi katika chuo unasoma mechanics, au miaka 5 umekaa katika chuo unasoma mason, au miaka 5 katika chuo labda unasoma carpenter, joinery and shuttering, unajisomea pale, ni ili kuthibitisha kwamba umequalify ule ufundi wako, ni wewe kuamua kuja kuwa fundi na kuonyesha watu uwezo wako wa kutengeneza kile ambacho umejifunza. Sasa mwezi wa Ramadhani ni mwezi darasa, Waislamu wote tumejifunza kwenye hilo darasa, tunatakiwa tuyaishi maisha baada ya darasa la Ramadhani. Sasa tukayaishi maisha ambayo tuliyaishi ndani ya Ramadhani. Okay. Naam. Sawa, mimi nakushukuru. La mwisho la kuambia Watanzania ambao pengine Ramadhani iliwazuia wao kujishughulikia afya zao, kufanya visomo na nini. Ramadhani imeisha hapa Islamic Dua Center, kama nimetaja vizuri, kama nimekosoa na rekebisha. Islamic Dua Center umepatia. Pengine wategemee kumkuta Dr. Sule wenyewe nakuita mwamba. Kimsingi Mwenyezi Mungu akipenda inshallah, sasa nilikuwa nimesafiri muda mrefu, lakini sasa niko ofisini, na ukitoa siku za Idi Mosi na Idi Pili ile ya kitaifa ambayo itafanyika nafikiri Jumatatu na Jumanne kwa mujibu wa taarifa niliyoanza kuiona mitandaoni leo, siku ya Jumapili nimeona Jumatatu na Jumanne itakuwa ndio sikukuu ya Idi kitaifa, siku mbili, kwa sababu Idi al-Fitri ni siku ya zaidi mbili kitaifa. Kwa hiyo niseme tu kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa mapenzi yake inshallah, baada ya kuanzia Idi 3 nitaendelea kuwa ofisini. Wale watu wenye shida mbalimbali, wenye mahitaji mbalimbali, niko Dar es Salaam sasa na naendelea kutoa huduma, lakini na huduma za dharura juu ya Idi Mosi na Idi Pili, kwa sababu na wageni wengi wametoka nje ya nchi wako hapa, na wao kwa sababu ya haja zao wameona kusubiri Idi kwao imekuwa ngumu. Kwa hiyo kuanzia kesho nitakuwepo ofisini, labda hapana, kesho hatutakuwa ofisini kabisa, lakini Idi Pili tutakuwepo kuanzia saa 3 asubuhi mpaka kwenye saa 6 saa 7 hapo tutaenda kupumzika. Lakini siku ya Idi Pili ndio tutakuwa saa 3 mpaka saa 6 saa 7. Idi 3 tutakuwa kazini kama kawaida. Idi Mosi hatutakuwa kazini kabisa sote. Na kwa wale wasaidizi wangu nafikiri wenyewe wana mapumziko. Idi Mosi na Idi Pili wao wafanyakazi wote wa Islam watakuwa wanapumzika, kasoro mimi tu kwa wale watu wangu maalum ninaokuja nao kwa ajili ya kuwaona. Kwa hiyo kimsingi tunatoa huduma na tunaendelea kutoa huduma.
Naam. Sawa. Mimi nakushukuru sana Dr. Sola. Mimi nishukuru pia, niwashukuru sana. Asante sana. Sawa. Asante.